أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ni Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema, nilikuwa naeleza kuhusu majeshi yaliyotumwa na Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwenda Syria, ambayo yalikuwa yametumwa kwa ajili ya kuwazuia maadui kutoka mashambulizi yao. Nimekwisha eleza kuhusu majeshi matatu katika hotuba za nyuma. Jeshi la nne lilikuwa ni la Hazrat Amr bin As. Kuhusu jeshi hilo imeandikwa kwamba Abubakar alituma jeshi moja chini ya uongozi wa Hazrat Amr bin As kwenda Syria. Hazrat Amr bin As kabla haja kwenda Syria alikuwa ameteuliwa kwa lengo la kukusanya sadaka katika sehemu moja ya Qaza, ilhali katika sehemu nyingine ya Qaza Hazrat Walid bin Uqba alikuwa ameteuliwa kwa ajili ya kukusanya sadaka. Hata Abubakar alipoamua kupeleka jeshi kwenda Syria, yeye alikuwa akitamani kwamba amtume Hazrat Amr bin As kwenda Syria, lakini kwa sababu ya shughuli zake alizozifanya Hazrat Amr bin As katika kumaliza fitna ya uritadi, hata Abubakar akampatia hiari hii kwamba yeye akipenda abaki katika Qaza au aende Syria ili awaimarishe Waislamu. Hivyo hata Abubakar akamwindikia Hazrat Amr bin As barua akisema kwamba, ewe Abdullah, mimi napenda kukukabidhi kazi ambayo ni bora kwako katika dunia na huko kwenye akhira, isipokuwa upende kazi ambayo unaifanya saa hizi. Katika jibu lake Hazrat Amr bin As akamwindikia Abubakar kwamba, mimi ni mshale mmoja katika mishale ya Islam, na baada ya Allah wewe ni mtu ambaye ni mwenye kuirusha mishale hiyo na kuikusanya. Wewe uangalie kwamba mshale ambao ni imara zaidi na ni bora zaidi, wewe urushe mshale huo upande ambapo unaona kwamba kuna hatari. Yani mimi niko tayari tu kukabiliana na kila aina ya hatari. Hat Amr bin As alipofika Madina, hata Abubakar akamwamrisha kwamba aende nje ya Madina na apige kambi ili watu wakusanyike pamoja nawe. Miongoni mwa watu wema wa Quraysh, watu wengi wakaungana naye. Pale walipoamua kwamba tunakwenda Syria, na hata Amr bin As akaitwa Madina, ye akaja. Kisha kutoka hapa kwa ajili ya kuandaa jeshi, hata Abubakar akamwambia kwamba aende kupiga kambi nje ya Madina ili watu wamjie. Yeye alipoamua kwenda, hata Abubakar akatoka kumsindikiza na akasema kwamba, Amar, wewe ni mliki wa rai na uzoefu mkubwa na una busara ya kivita. Wewe unakwenda pamoja na watu wema na watukufu wa kaumu yako na utaungana na ndugu zako. Hivyo usizembee katika kuwatakia kheri na usizuie ushauri mzuri kutoka kwao.
kwani rai yako katika vita inaweza kuleta matukio mazuri. yani kama mtu akikupa ushauri basi usiwazuie, na kama wewe una rai fulani unaweza kuitumia tu. hat amr bin as akasema kwamba ni bora kwangu endapo nithibitishe zana yako kuhusu zati yangu iwe kweli na rai yako kuhusu mimi iwe sahihi. hata amr bin as akaondoka na jeshi lake. idadi ya jeshi lake lilikuwa 6,000 au 7 na kituo chao kilikuwa palestina. hata amr bin as akatayarisha jeshi la mujahidin la 1,000 na chini ya uongozi wa hata abdullah bin umar akawasindikiza kwenda roma. jeshi hilo likaenda kupigana na warumi na likapata ushindi juu yao na likarejea pamoja na baadhi ya mahubusu. hata amr bin as akawauliza mahubusu, hapo akajua kwamba jeshi la kirumi chini ya uongozi wa rues liko tayari kuwashambulia waislamu. na sawa na taarifa hizi hata amr akatayarisha jeshi lake. warumi walipowashambulia waislamu wakafanikiwa kukabiliana nao vizuri na wakawalazimisha kurejea nyuma, na kisha wakiwashambulia tena wakaangamiza nguvu zao na wakawalazimisha kuacha uwanja wa vita na kurejea nyuma. jeshi la kiislam likafuata na maelfu ya wanajeshi wa roma wakauawa, na hapo ndipo vita hiyo ikamalizika. baada ya kutuma majeshi haya hata abubakar akatulia kidogo. ye alikuwa akitamani kwamba mwenyezi mungu kwa kupitia majeshi haya atawajalia waislamu ushindi juu ya warumi. sababu yake ilikuwa hii kwamba katika majeshi haya kulikuwa na masahaba ansar na wahijiri zaidi ya 1,000 ambao katika kila wakati walikuwa wameonyesha unyofu mkubwa, na katika mwanzo wa islam walikuwa wameshiriki katika vita pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. katika majeshi haya walikuwepo watu wa badri ambao kuhusu maswahaba hawa mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa amemwomba mola wake akisema kwamba e allah, kama leo ukiwaangamiza watu hawa wachache, basi katika siku za usoni ibada yako haitafanywa juu ya ardhi hii. kisha imeendikwa ya kwamba katika siku hizi mfalme wa roma herakal alikuwa kwenye palestina. yeye alipopata taarifa kuhusu maandalizi ya waislamu akawakusanya viongozi wa maeneo yake na akitoa hutuba mbele yao akawachochea kupigana vita dhidi ya waislamu. yeye akasema kuhusu waislamu kwamba watu hawa wenye njaa wasio na ustarabu wakitoka kutoka jangwa la uarabuni wanataka kuwashambulieni. nini mupigane nao ili watu hawa wasithubutu kuwashambulieni tena, na kwa kupitia silaha za kivita na majeshi mtasaidiwa vizuri, na maamiri ambao wameteuliwa juu yenu nini muwatii vizuri na nini mtapata ushindi. herakal akatoa hutuba mbele ya watu wa huko ili aweze kuwachochea dhidi ya waislamu wa arabu, na baada ya kuwachochea watu wa palestina dhidi ya waislamu, herakal akaja dimashk, kisha akatoka huko na kufika hims, na kisha akafika intakia. na katika maeneo hayo pia kwa kutoa hutuba zenye kuwachochea akawahimiza watu kupigana vita dhidi ya waislamu, na mwenyewe akiyafanya intakia kuwa makao makuu, akaanza kujiandaa kupigana vita na waislamu. katika siria roma walikuwa na majeshi mawili. jeshi moja lilikuwa kwenye palestina na lingine lilikuwa kwenye antakia, na majeshi haya yalikuwa yameweka makambi yao katika maeneo yafuatayo. namba moja, antakia katika ufalme wa roma, hiyo ilikuwa makao makuu ya siria. pili, kinistrin
huu ni mpaka wa siria unaopatikana upande wa kaskazini magharibi mwa faras. 3 hims, huu ni mpaka wa siria unaopatikana kaskazini mashariki mwa faras. na 4 oman ambayo ilikuwa makao makuu ya balkan na humo kulikuwa na ngome yao madhubuti. 5 ajnaden, hiyo ilikuwa makao makuu ya kivita ya roma iliyokuwa ikipatikana upande wa kusini mwa palestina. 6 kisaria, hiyo inapatikana upande wa kaskazini mwa hefa ikiwa na umbali wa kilomita 13 na bado kuna magofu yake yanapatikana hapa. riwaya moja inaeleza ya kwamba Herakl alipopata taarifa ya ujio wa majeshi ya kiislam, kwanza yeye alitoa ushauri kwa kaumu yake kwamba wasipigane vita, na akasema kwamba rai yangu ndiyo hii kwamba nini mfanye suluhu na waislamu. wallahi kama nini mtafanya suluhu na waislamu juu ya nusu ya mavuno ya siria na mtaendelea kuwa nayo nusu ya mavuno ya siria na maeneo ya roma, hiyo ni bora kwenu kwamba wao waje kuteka maeneo yote ya siria na mavuno yake. lakini watu wa roma wakaondoka na hawakukubali jambo lake. hivyo akawakusanya na kuwapeleka hims na akaanza kuwatayarisha majeshi yake. akitoka hims akaenda intakia kwa kuwa ye alikuwa na jeshi kubwa. hivyo akaamua kwamba zidi ya majeshi yote ya waislamu atume jeshi tofauti ili kwa kupitia majeshi yake aweze kuwazofisha waislamu na majeshi yao. hivyo yeye akimpatia ndugu yake tazarak majeshi yapatayo 90,000 akamtuma kupigana na hat amr na akamtuma jarja bin tawzar kupigana na yazid bin abu sufyan na pia akamtuma qiqar bin nastus pamoja na majeshi 60,000 na akamtuma kupigana na abu ubaida na zidi hashrabil bin hasana akamtuma barakas. hata abu ubaida bin jarrah alipokuwa karibu na jabia, mtu mmoja akamjia na taarifa kwamba Herakl yupo intakia na yeye ameandaa jeshi kubwa zidi yenu, jeshi ambalo katika mababu zake hakuna mtu aliyewahi kuliandaa zidi ya kaumu zilizotangulia kabla yenu. hapo hata ubada akamwindika Abubakar barua kwamba nimepata taarifa ya kwamba mfalme wa Rom Herakl yupo katika intakia ambayo ni makazi ya Siria na amepiga kambi huko na amewatumia watu wa utawala wake wajumbe ili wao wawakusanye na wawalete kwake. hivyo watu kwa kutumia kila njia rahisi na ngumu wamekuja kwa Herakl. hivyo mimi nimeona kwamba nikupe taarifa yake ili wewe uweze kutoa uamuzi wako. hata Abubakar akamwindikia Abu Ubaida barua akisema kwamba nimepokea barua yako na mimi nimeelewa kile ulichoindika kuhusu mfalme wa Rome Herakl. kisha akasema kwamba kuishi kwake katika intakia ni ishara ya kushindwa kwake na ni ishara ya ushindi wako na ushindi wa waislamu. jinsi wewe ulivyoindika kuhusu Herakl kwamba amewakusanya watu wengi na ameandaa jeshi kubwa, habari hiyo sisi tunaijua na wewe pia unajua kwamba wao watafanya hivyo, kwani hakuna kaumu ambayo inaweza kumwacha mfalme wake bila kupigana vita. kisha akaandika kwamba alhamdulillah, mimi najua kwamba waislamu wengi ambao watapigana nao wanapenda mauti jinsi maadui wanavyopenda uhai, na katika jihadi yao wanatamani kupata malipo mema kutoka kwa Allah.
na wanapenda jihad fi sabilillah zaidi kuliko kuwapenda kina mama au mali yenye thamani. Na wakati wa vita muislamu mmoja kati yao ni bora zaidi kuliko washirikina 1000. Wewe pamoja na jeshi lako upigane nao vita na waislamu ambao hawako kwako. Usiwe na wasiwasi juu yao, kwa yakini Allah ambaye utukufu wake ni mkubwa yu pamoja nawe. Na pamoja na hayo mimi na watuma wanajeshi wengine kwa ajili ya msaada wako ambao watakutosha na hutatamani zaidi. Wassalam. Pia hata Amr bin As pia akaandika barua ambayo Abubakar akaipokea. Abubakar akitoa jibu lake akasema kwamba nimepata barua yako, na katika barua yako wewe umeeleza kuhusu majeshi ya Roma. Ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa hakumjalia nabii wake ushindi na mafanikio kwa msingi wa wingi wa jeshi. Sisi tulikuwa na hali hii kwamba tulikuwa tukipigana jihadi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulikuwa na farasi wawili tu, na tulikuwa tukipanda ngamia kizamu. Hata siku ya Uhud pia tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa na farasi moja tu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepanda juu yake. Lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu alitujalia ushindi juu ya maadui zetu, na alikuwa akitusaidia zidi ya maadui zetu. Amar kisha akasema kwamba Amar, ukumbuke kwamba mtu mtiifu mkubwa wa Allah ni yule ambaye achukie uasi mwenyewe, pia umtii Allah na uwaamrishe watu wako pia watii Allah. Yazid Abu Sufyan pia akieleza habari na hali halisi ya huko akamwindikia Abubakar barua, na Abubakar akaandika kwamba ukipigana nao basi ukiwa na wanajeshi wako upigane nao vizuri na upigane nao jihadi. Mwenyezi Mungu hata kuzalilisha. Mwenyezi Mungu amenipatia taarifa kwamba kwa amri ya Allah kundi dogo linashinda juu ya kundi kubwa, lakini hata hivyo mimi na watuma wanajeshi kwa ajili ya msaada wako ambao watakutosha na hutahisi haja ya wengine inshallah. Wassalam. Hata Abubakar akatia saini juu yake. Hata Abubakar alipompatia hata Abdullah bin Kurd barua hiyo ili apeleke kwa hata Yazid, na hata Abdullah akiwa na barua yake akaondoka hadi akafika kwa hati Yazid na akawasomea Waislamu barua yake, na Waislamu wakafurahi sana juu yake. Hata Abubakar akamuita Hashim bin Utba na akamwambia kwamba Hashim, kwa yakini kuna bahati njema kwako kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao umati unapata msaada zidi ya washirikina katika jihadi, na ni mtu ambaye rai yake na utukufu wake na juu ya uwezo wake wa kivita hakimu ana amini na ana imani juu yake. Hata Abubakar akasema kwamba Waislamu wameniandikia barua. Pale alipokuwa akiandaa jeshi akamwambia Hashim kwamba Waislamu wameniandikia barua na wameomba msaada zidi ya maadui makafiri, hivyo wewe uondoke na watu wako na uende kwao. Mimi na waandaa watu ili waungane nawe. Wewe uondoke kutoka hapa hadi uende kukutana na Abu Ubaida. Hata Abubakar akasimama kati ya watu na akamhimidia Allah, na kisha akasema kwamba amabad, kwa yakini miongoni mwa ndugu zenu Waislamu wengine ni wana hali njema na wengine wamejeruhiwa ambao wanalindwa na wanaangaliwa. Mwenyezi Mungu amewatia mioyoni mwa maadui haiba ya Waislamu, hivyo maadui wamejificha katika ngome zao na wamefunga milango yao. Kutoka Waislamu wajumbe wameniletea taarifa kwamba mfalme wa Roma Herakl amekimbia na ameomba uhifadhi katika makazi ya Siria. Wao wamenitumia taarifa kwamba Herakl
ametuma jeshi kubwa kupigana na waislamu. Mimi nimeamua kwamba kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zenu waislamu nitume jeshi lenu, na mwenyezi mungu kwa kupitia majeshi haya atawaimarisha. Yani kwa kupitia jeshi hili ataimarisha mgongo wa waislamu na atawaangamiza maadui na atawatia mioyoni mwao haiba ya waislamu. mwenyezi mungu awarehemuni. hivyo mujiandae pamoja na hashim bin utba na muwe na matumaini ya kupata malipo mema kutoka kwa allah. mkifanikiwa basi mtapata ushindi, na mkiuawa basi mtapata shahada. kisha abubakar akaja katika nyumba yake na watu wakaanza kujumuika kwa hashim bin utba hadi idadi yao ikaongezeka sana. idadi yao ilipofika 1,000 hata abubakar akatoa amri kwamba waondoke. hashim akamsalimia hata abubakar na akasema kwa heri. hata abubakar akamwambia kwamba hashim, sisi tulikuwa tukinufaika na rai na mpango mzuri wa mtu mkubwa na mzee, na tulikuwa tukitegemea subira, nguvu na shujaa ya vijana, na mwenyezi mungu ameweka sifa zote ndani mwako. wewe ni kijana na mwenye kuelekea kwa kheri, hivyo ukipigana na maadui upigane nao kwa uimara na uoneshe subira, na ukumbuke kwamba katika njia ya allah hatua yote ambayo utaichukua au utatumia kitu chochote na njaa na kiu na uchoyo ambayo utaipata, badala yake mwenyezi mungu atakujalia malipo mema, kwani mwenyezi mungu hapotezi malipo ya wenye kufanya hisani. hashima akasema kwamba mungu akinitakia kheri basi atafanya hivyo na mimi nitafanya hivyo, na mwenyezi mungu ndiye mwenye kutoa nguvu na uwezo, na mimi natamani kwamba nisipouawa basi nitapigana nao na nitaendelea kupigana nao. kisha akasema kwamba mimi nina imani kwamba nisipouawa basi nitapigana nao mara kwa mara, au ye akasema kwamba nitakuwa natamani kwamba niuawe mara kwa mara. hizi ni riwaya mbili. kisha baba mdogo wake Hassan bin Abi Waqas akamwambia kwamba ewe mpwa wangu, mkuki ambao utaurusha na pigo ambayo utaipiga ujue kwamba uwe unatamani radhi ya allah, na ukumbuke kwamba muda si mrefu utaacha dunia hii na hivi karibuni utarejea kwa allah, na kutoka dunia hii hadi akhira utakuwa na ukweli ambao utautumia au utakuwa na amali sale ambayo umeifanya. hashima akasema kwamba ewe baba mdogo, usiwe na wasiwasi kuhusu habari hiyo. kama kuishi kwangu na safari yangu na juhudi zangu na kuondoka kwangu na kurusha mkuki wangu na kupigana na maadui na upanga wangu, hayote yatakuwa kwa ajili ya kuwaonyesha watu tu, hapo nitakuwa miongoni mwa wale wanaopata hasara. yani matendo yangu yote yatakuwa kwa ajili ya allah na si kwa ajili ya watu. kisha akaondoka kutoka kwa Abubakar na akatumia njia ya Abu Ubaida hadi akafika kwake, na pamoja na kufika kwake waislamu wakafurahi na wakaanza kuwapatia wengine habari njema. Said bin Amir bin Huzaim alipata taarifa hii kwamba Abubakar ana nia ya kumtuma kwenda kupigana jihadi katika Siria. jeshi ambalo Abubakar alikuwa analienda, Said alikuwa na fikra kwamba jeshi hilo litakwenda chini ya uongozi wake. kwa vitu vile yeye akapata taarifa hiyo, lakini Abubakar alipochelewa kidogo na hakumwambia kwa siku kadhaa, Said akaja kwa Abubakar na akasema kwamba Abubakar, wallahi mimi nimepata habari hii kwamba una nia ya kunituma kwenda kupigana na Warumi, lakini nilipoona kwamba wewe umeniamaza
mimi sijui kwamba wazo gani limeingia moyoni mwako kuhusu zati yangu. Kama una nia ya kumtuma mwingine kwa kufanya kuwa amiri, basi unitume pamoja naye, mimi nitaona bahati yangu kubwa katika jambo hilo. Na kama hutaki kumtuma yeyote, basi mimi nina shauku ya kupigana jihadi, wewe ni ruhusu niende kukutana na waislamu. Mwenyezi Mungu akurehemu. Mimi nimeambiwa kwamba warumi wameandaa jeshi kubwa sana. Hapa Abubakar akasema kwamba Said bin Amir mwenye kuwarehemu sana na zaidi kuliko wote akurehemu, yani Allah akurehemu. Ama mimi jinsi ninavyokujua, basi wewe unahesabiwa miongoni mwa wale wanaonyenyekea na wanaowahurumia wengine na wanaoswali sala ya tahajudi na wanamkumbuka Allah kwa wingi. Hat Said akasema kwamba Allah akurehemu, Mwenyezi Mungu amenifanyia hisani zaidi kuliko hayo, na ni hisani na fadhila yake tu. Wallahi, jinsi mimi ninavyokujua, wewe ni mwenye kueleza haki kwa uwazi na mwenye kusimama imara na uadilifu na mwenye kuwahurumia waumini na zidi ya makafiri. Wewe ni mkali sana, unatoa hukumu kwa uadilifu, na wakati wa kugawa mali hutumii upendeleo wowote. Hapo Abubakar akasema kwamba Said, inatosha, hiyo inatosha. Allah akurehemu, nenda ukajiandae kwa ajili ya vita. Mimi hivi karibuni nitatuma jeshi moja kwenda Syria na mimi nakuteua kama amiri juu yake. Kisha akamwamrisha Bilal kwamba awatangazie watu. Bilal akawatangazia watu akisema kwamba ni waislamu, mujiandae kupigana vita katika Syria chini ya uongozi wa Said bin Amir bin Hazim. Katika siku chache tu watu wapatao 700 wakawa tayari, na Said alipoamua kuondoka, hat Bilal akaja kwa Abubakar radhiyallahu anhu na akasema kwamba ewe khalifa wa mtume wa Allah, kama wewe ulikuwa umenipatia uhuru kwa ajili ya Allah ili mimi niwe mliki wa nafsi yangu na niweze kutembea hapa na pale bila shida yoyote, basi niruhusu ili nipigane vita katika njia ya Mola wangu. Mimi napenda jihadi kuliko kukaa. Hata Abubakar akasema kwamba Mwenyezi Mungu ni shahidi kwamba nilikuwa nimekuacha huru kwa nia hiyo hiyo, na mimi sikutaka malipo yoyote kutoka kwako. Ardhi hii ni pana sana, hivyo chagua njia unayoipenda na uifuate. Hata Bilal akasema kwamba ewe Siddiq, labda wewe umekasirika juu yangu kuhusu jambo hilo. Hata Abubakar akasema kwamba hapana, wallahi mimi sikukasirika juu yako. Mimi nataka kwamba kwa sababu ya tamanio langu usiache tamanio lako, kwani tamanio lako linakuita upande wa utii wa Allah. Bilal akasema kwamba kama unapenda basi mimi naishi hapa hapa kwako. Abubakar akasema kwamba kama una nia ya kupigana jihadi basi sitakupa amri ya kuishi hapa. Mimi nakutaka ubaki hapa kwa ajili ya azwana tu, na Bilal, kuondoka kwako kunanihuzunisha na kuondoka kwako ni jambo ambalo baada ya hilo hatutakutana hadi siku ya kiyama. Bilal, uendelee kufanya matendo mema na matendo mema yatakuwa masrufu kwako katika dunia hii, na maadamu utakuwa hai kwa sababu ya matendo hayo Mwenyezi Mungu atabakisha kumbukumbu zako, na utakapokufa basi Mungu atakujalia malipo yake yaliyo mema. Hat Bilal akasema kwamba Mwenyezi Mungu kutoka rafiki na ndugu huyo akujalie malipo mema. Wallahi wewe umetuamrisha kumtii Allah na kusimama imara juu ya haki. Jambo hilo si jipya, na mimi baada ya mtume saa salam sitaki kutoa azana kwa mtu yoyote mwingine. Kisha Bilal akaondoka pamoja na Said bin Amir. Hat Bilal akamwomba Abubakar akisema kwamba kama unataka nibaki hapa kwa ajili ya azana tu, basi moyo wangu haukubali kwamba nitoe azana kwa mtu yeyote mwingine baada ya mtume saa salam. Kisha watu wakajumuika kwa Abubakar radhiyallahu anhu, na Abubakar akamteua Muawiya kama amiri juu yao na akamwamrisha kwenda kukutana na ndugu yake Hat Yazid. Hat Muawiya akaenda kukutana na Hat Yazid. Hat Muawiya alipopita
karibu na Khalid bin Said. Jeshi lake pia likaungana naye. Kisha Hamza bin Abubakar Hamdani akaja na jeshi lake kwa Abubakar. Idadi ya jeshi hilo ilikuwa 1000 au hata zaidi yake. Abubakar alipoona idadi yake na maandalizi yake akafurahi sana na akasema kwamba sifa zote njema zinamhusu Allah ambaye amewafanyia waislamu hisani zake. Mwenyezi Mungu daima kwa kupitia watu hawa ameendelea kuwapatia waislamu mambo ya raha, na kwa kupitia hawa amewaimarisha waislamu na ameimarisha mgongo wao na amewaangamiza maadui zao. Kisha Hamza akamwambia Abubakar kwamba je, atakuwepo amiri mwingine min ghairi yako? Abubakar akasema kwamba ndio, sisi tumewateua maamiri 3, hivyo yeyote unayempenda uende ukutane naye. Kisha Hamza alipokutana na waislamu akawauliza kwamba miongoni mwa maamiri hawa ni amiri gani ambaye ni mbora zaidi na ambaye ameishi zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa kwamba huyu ni Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. Hiyo pia ilikuwa njia moja ya kuonyesha mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba niishi pamoja na mtu ambaye ameishi zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jumbe za kupigana jihadi ziliendelea kufika Madina na Abubakar akaendelea kuwatuma kwenda kupigana vita. Upande wa pili hata Abu Ubaida akaendelea kumwandika Abubakar akisema kwamba Warumi na makabila yaliyo chini yao wamekusanyika kwa idadi kubwa ili kupigana na Waislamu, hivyo wewe niambie kwamba katika muda huo nifanyeje. hata Abubakar alipopata barua nyingi kutoka kwa Abu Ubaida, hata Abubakar akaamua kumpeleka Khalid bin Walid kwenda Syria. hata Abubakar akasema kwamba wallahi mimi lazima nitamtuma Khalid bin Walid na kwa kupitia Khalid bin Walid nitawaangamiza Warumi. hata Khalid wakati ule alikuwa katika Iraq, na hata Abubakar alipomwambia Khalid kwenda Syria na kuchukua uongozi wa majeshi ya Kiislam, wakati huo akamwandika Abu Ubaida kwamba ama baad, mimi nimemkabidhi Khalid uongozi wa majeshi kwa ajili ya kupigana vita katika Syria. Wewe usimpinge na umtii na utii amri zake. Mimi sikumteua amiri juu yako kwamba wewe si bora kwangu, lakini katika wazo langu uwezo wa kivita alionao yeye wewe huna. Mwenyezi Mungu atutakie sote kheri. Wassalam. Kuhusu safari ya Khalid kwenda Syria kutoka Iraq imeandikwa kwamba hat Khalid alipopata barua ya hata Abubakar, zipo riwaya mbalimbali kwamba kulikuwa na idadi ya jeshi kama vile 800, 600, 500 au 9,000 au 6,000. Yeye akaondoka na jeshi hilo kwenda Syria, na katika riwaya zingine habari inaelezwa kwamba ilikuwa mamea au maelfu. Alipofika katika eneo la Qarakar akawashambulia watu wa huko, na akivuka jangwa na akisafiri kwa taabu na shida akipeperusha bendera yake nyeusi akafika katika Sinayatul Iqab karibu na Dimashq. Kuhusu bendera hiyo imeandikwa kwamba bendera hiyo ilikuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye jina lake lilikuwa Iqab, na kwa sababu ya jina hilo mlima huu pia ukaanza kuitwa Sinayatul Iqab. Kisha Khalid akapiga kambi akiwa na umbali wa maili 1 kutoka mlango wa mashariki wa Dimashq, na sawa na riwaya zingine Abu Ubaida alikuwa amekutana naye katika sehemu hiyo, na katika siku ile ile walikuwa wameanza kuwazingira maadui. Na riwaya zingine zinasema kwamba Khalid alikuwa hakuishi kwa siku nyingi mbele ya Dimashq, bali alikuwa amesonga mbele na kufika Qanat Busra. Khalid bin Walid pamoja na waislamu wengine alipofika Busra, jeshi zima likakusanyika hapa na wote wakamfanya kuwa amiri wao. Yeye akazingira mji. Wengine wanasema kwamba kiongozi wa vita hii alikuwa Yazid bin Abu Sufyan, kwani hiyo ilikuwa chini ya uongozi wa Dimashq, na wakazi wa hapa
walifanya suluhu na waislamu wakasema kwamba tutawapa jizia waislamu na waislamu watawapatia amani. kisha kuna vita vya ajnaden au ajnadin. kuhusu vita hiyo imeandikwa kwamba huo ni mji maarufu katika miji mbalimbali yaliyo jirani na palestina. baada ya ushindi wa busra, hat khalid pamoja na abu ubaida, hat shurahbil na yazid bin abu sufian alitoka madina kuelekea palestina ili kumsaidia hat amr bin as. wakati ule hat amr alikuwa katika maeneo ya palestina na alikuwa na nia ya kukutana na majeshi ya kiislam, lakini jeshi la kiromi lilikuwa nyuma yake na lilikuwa na nia ya kuwalazimisha kupigana vita. waromi waliposikiliza habari ya ujio wa waislamu wakaelekea upande wa ajnaden. had amr bin as alipopata taarifa kuhusu ujio wa majeshi ya kiislam akatoka huko na akaja kuungana nao, na kisha wote wakajumuika katika eneo la ajnaden na wakapiga kambi mbele ya warumi. riwaya nyingine inasema kwamba sawa na riwaya hiyo, kabla ya kuelekea ajnaden, khalid badala ya kwenda busra alikuwa amezingira dimashk na hat abu ubaida pia alikuwa pamoja naye. katika hali hiyo hirqal kwa ajili ya kuwasaidia watu wa dimashk alikuwa ametuma jeshi moja na waislamu walikuwa wamepigana nalo. tunasema kwamba nitakapoeleza habari za ushindi wa dimashk nitaeleza riwaya hiyo. wakati ule hat khalid na hat abu ubaida walipata taarifa kwamba hakimu wa hims amekusanya jeshi moja ili aweze kumzuia hat shurahbil bin hasana ambaye wakati ule alikuwa katika busra, na jeshi moja kubwa limeteremka katika eneo la ajnaden. habari hiyo ikawahuzunisha khalid na abu ubaida, kwani yeye wakati ule alikuwa akipigana vita na watu wa dimashk. hapo wote wakashauriana. hata abu ubaida akasema kwamba rai yangu ndiyo hii kwamba sisi tuondoke kutoka hapa na tufike kwa shurahbil kabla ya adui kufika huko. khalid akasema kwamba kama tutaenda kwa shurahbil basi katika ajnaden jeshi la kirumi litatufuata. hivyo rai yangu ndiyo hii kwamba sisi tuelekee kupigana na jeshi ambalo lipo katika ajnaden na tumtumie ujumbe hashurahbil na pia tumjulishe kuhusu mipango mbalimbali ya maadui na tumwambie kwamba yeye aje kukutana nasi katika ajnaden, na pia tuwapatie ujumbe hat yazid abu sufian hat amr kwamba wao pia waje kukutana nasi katika ajnaden kisha tupigane na maadui. hapo abu ubaida akasema kwamba rai yako ni nzuri sana, mwenyezi mungu aibariki na atie baraka tele katika rai yako na sisi tufuate rai hiyo. sawa na riwaya moja hat abu ubaida akamshauri hat khalid kwamba jeshi letu limesambaratika katika maeneo mbalimbali ya siria, hivi wote waambiwe kwa kupitia barua kwamba waje kukutana nasi katika ajnaden. hivyo hat khalid alipoamua kuondoka kwenda ajnaden kutoka dimashk akawaambia maamiri wote kwamba wakusanyike ajnaden. hat khalid abu ubaida wakiwa na watu wao wakiacha dimashk wakaelekea ajnaden kwa haraka. hata abu ubaida alikuwa katika sehemu ya nyuma ya jeshi. watu wa dimashk wakawafuata na wakaenda kumkamata abu ubaida na wakamzingira. ye alikuwa na watu 200 na ujumbe huo, msafara huo ulikuwa na kina mama, watoto na mali. na sawa ni riwaya moja kwa ajili ya kuwalinda walikuwepo wanajeshi wapanda farasi 1000, lakini watu wa dimashk walikuwa na idadi kubwa sana. abu ubaida akapigana nao na habari hiyo ilipofika kwa hat khalid ambaye alikuwa pamoja na wapanda farasi wengine katika sehemu ya mbele ya jeshi, akarejea nyuma na watu wengine pia wakarejea pamoja naye. kisha wao wakawashambulia warumi na wakaendelea kuwasukuma nyuma hadi maili 3 mpaka maadui wakaingia katika dimashk. upande wa pili jeshi la kirumi katika ajnaden likawapelekea barua wengine na wakawaambia kwamba wakusanyike katika ajnaden. jeshi hili la rumi
lilikuwa na nia ya kuwashambulia Shurahbil katika Busra. Hivyo jeshi hilo likaja Ajnaden, na sawa na mwongozo wa Khalid majeshi yote yakakusanyika katika Ajnaden. Kiongozi wa Kiroma alitaka kuwapatia Waislamu tamaa na kuwarudisha nyuma, kwani yeye pia alikuwa na fikira hiyo hiyo kama Wairani walivyokuwa nayo, kwamba watu hawa wana njaa na wametoka kutoka nchi yao maskini ili wapore mali. Yeye hakuwa na fikira kwamba watu hawa wanaweza kuwa na lengo kubwa. Hivyo ye akampatia Khalid ofa kwamba kama yeye na majeshi yake warudi nyuma, basi kila mwanajeshi atapewa kilemba na mawazi moja na dinari moja ya dhahabu, na kiongozi atapewa mawazi 10 na 100 dinari ya dhahabu, na khalifa atapewa mawazi 100 na dinari 1000. Ye akasema kwamba hawa ni majambazi tu, muwapatie mali na muwarudishe nyuma. Khalid aliposikiliza akakataa katakata na akasema kwa ukali kwamba ni Warumi, sisi hatukubali mali yenu, kwani muda si mrefu sisi tutakuwa wamiliki wa mali yenu na fedha yenu na familia zenu na zati zenu. Majeshi haya yalipokaribia kwa karibu Warumi, kiongozi mmoja wa Warumi alimuita mtu mmoja Mwarabu na akasema kwamba wewe uingie katika Waislamu. Ye hakuwa Muislamu, alikuwa Mwarabu. Akamwambia kwamba wewe uingie kwa Waislamu na kisha uniletee taarifa zao. Mtu huyo akaingia katika Waislamu na watu hawakuweza kumtambua kwa sababu ya maumbile yake. Yeye akaishi kwa Waislamu usiku mmoja na aliporejea kwa kiongozi wa Kiroma akasema, umeniletea habari gani? Akasema, kama unaniuliza basi habari ndio hii kwamba usiku watu hawa wanafanya ibada na wakati wa mchana wanapigana vita, na kwa ajili ya kusimamisha uadilifu, kama mwana wa mfalme akiiba basi wanakata mkono wake, na kama anafanya uzinzi basi wanampiga mawe na kumua. Kiongozi wa Kirumi akasema, kama unaniambia kweli basi juu ya ardhi hii, badala ya kupigana nao ni vyema kuingia katika ardhi. Basi mimi nachotaka ni kwamba Allah anifanyie hisani, aniache katika hali yangu na asinisaidie zidi yao, na pia asiwasaidie zidi yangu. Hiyo imeandikwa katika Tabri. Kwa vyote vile asubuhi watu walijumuika kwa pamoja. Khalid akatoka nje na akapanga safu za jeshi. Khalid alikuwa akiwahimiza wanajeshi wake na alikuwa hasimami sehemu moja. Yeye akawaamrisha kina mama Waislamu kwamba wasimame imara katika sehemu moja na wasimame nyuma ya watu wao na wamwite Allah na waombe msaada kutoka kwake, na mtu yote katika Waislamu akipita karibu nao wawaoneshe watoto wao na waseme kwamba wapigane vita kwa ajili ya kuwasalimisha watoto wao na wanawake wao. Khalid alikuwa akipita karibu na kila kikosi na alikuwa anawaambia kwamba ni watu wa Allah, shikeni uchamungu wake na katika njia yake mupigane vita na wale ambao wamemkataa Allah, na msirudi kwa visigino vyenu na msipate haiba ya maadui zenu, bali musonge mbele kama simba wanavyosonga mbele, na nyini ni watu watukufu na mna uhuru. Nini mmejaaliwa dunia na pia malipo ya akhira pia ni kwa ajili yenu, ambayo ni wajibu kwa Allah. Nini mnaona wingi wa maadui, hiyo isiwaingizeni katika hofu. Kwa yakini Allah atateremsha adhabu yake na maangamizo yake. Akawaambia watu kwamba nikiwashambulia nini pia muwashambulie. Kisha vita kali ikatokea baina yao. Said bin Zaid akitoa nasaha kwa watu wake akasema kwamba eni watu, kumbukeni mauti yenu, na mkikimbia vita msije mkapata jahanamu. Eni wenye kulinda dini na wenye kusoma Qur'an tukufu, mufanye subira. Warumi wakakimbia na wakajisalimisha,
na walipofika katika eneo lao Wardan akatoa hutuba mbele ya kaumu yake na akasema kwamba hali hiyo ikiendelea basi mtakosa nchi hiyo na mali hiyo, ni vyema mufute kutu za mioyo yenu. Sisi tulikuwa hatukufikiria kwamba wachungaji hawa na watu hawa Waarabu wenye njaa watapigana nasi. Ukame umewaelekeza kuja kwetu na sasa wamekuja hapa na wamekula matunda mazuri, na badala ya kula shair wamekula chapati ya ngano na wanakula asali na wanakula tende na vitu vingine wananufaika navyo. Kisha akaomba rai kutoka baadhi ya viongozi. Kiongozi mmoja akamshauri kwamba kama mnataka kushinda juu ya Waislamu basi mumuite amiri wao kwa njama fulani na mumue, na hapo wengine wote watakimbia. Wewe uwatume wanajeshi wako 10 kwao ili wapige kambi sehemu fulani, kisha muiteni amiri wa Waislamu kwa ajili ya maongezi, na akija basi wanajeshi hawa waliojificha wamshambulie na wamue. Hivyo kiongozi wa Waruma alimtuma mtu mmoja mwenye fasaha na balagha kwenda kwa Khalid. Mjumbe huyo alipofika kwa Waislamu akawaita kwa sauti ya juu akisema, eni Waarabu, je, hamtaki kuishia hapa hapa? Sisi tumepanga mpango wa kufanya suluhu, hivyo ni vyema kwamba kiongozi wenu aje kufanya maongezi pamoja nasi. Khalid akaja mbele na akasema, ujumbe ulioleta utuambie, lakini uzingatie ukweli. Ye akasema kwamba nimewajieni nikisema kwamba amiri wetu hapendi mauaji. Watu waliouawa hadi sasa, amiri wetu ana huzuni juu ya vifo vyao, hivyo ye anarai kwamba nini mupatiwe mali na tufanye mkataba ili vita isitishwe. Katika maongezi hayo Mwenyezi Mungu akatia haiba moyoni mwa mjumbe huyo, na kwa sababu ya haiba hiyo yeye akamwambia Khalid kuhusu mpango mzima wa kiongozi wake kwa sharti kwamba yeye na familia yake wapatiwe amani. Alikuwa anaelewa mpango mzima na akamwambia yote. Khalid akasema kwamba kama hukufanya uasi basi mimi nakupatia wewe na familia yako amani. Yeye aliporejea na akaenda kumwambia kiongozi wake kwamba Khalid yuko tayari kufanya maongezi pamoja naye. Huyu akafurahi sana, na sehemu ambapo walikuwa wamepanga kwa ajili ya maongezi yeye akawaficha wanajeshi wake 10 nyuma ya mlima na akawaambia kwamba pige kambi huko. Khalid alikuwa anaelewa kuhusu mpango wa Warumi, hivyo yeye akamtuma Hazrar pamoja na wanajeshi 10 wengine ili wafike huko ambapo maadui walikuwa wamejificha. Waislamu wakafika huko na wakaenda kuwashambulia wanajeshi wa Rumi na wakawaua wote, na wenyewe wakaketi huko. Khalid akaenda kuongea na kiongozi wa Warumi na majeshi yalikuwa yamesimama ana kwa ana. Amiri wa Kirumi pia akafika huko. Khalid akiongea naye akasema kwamba ukikubali Islam basi nini mtakuwa ndugu zenu, waila muwe tayari kutoa jizia au kupigana vita. Amiri wa Rumi alikuwa akiwategemea wanajeshi wake waliokuwa wamejificha nyuma ya mlima, hivyo ye akamshambulia Khalid na upanga wake na akamkamata na mikono yake. Khalid pia akamshambulia amiri wa Kirumi, akawaita watu wake kwamba njoni kwa haraka, mimi nimemkamata amiri wa Waislamu. Nyuma ya mlima masahaba waliosikia sauti hiyo wakaja na panga zao. Wardan akaelewa kwamba hawa ni watu wangu, lakini yeye alipoona Hazrar akachanganikiwa. Kisha Hazrar na wanajeshi wake wakamua. Warumi walipopata taarifa kuhusu mauaji ya kiongozi wao wakavunjika moyo, na kisha watu wakaanza kupigana vita na vita ikatokea. Kiongozi mwingine wa Warumi alipoona hali ya vita ya Waislamu akawaambia watu wake kwamba fungeni kichwa changu na kitambaa. Wakamwambia kwamba kwa nini? Akasema siku hii ni mbaya sana, sitaki kuiona na sijawahi kuona siku kali kama hiyo katika dunia. Msimuliaji anasema kwamba Waislamu walipokata kichwa chake, kichwa kilikuwa kimefunikwa na kitambaa. Katika vita hii idadi ya wanajeshi wa Rumi ilikuwa 100,000 na Waislamu walikuwa na 30,000 au 35. Katika vita hii wanajeshi wa Roma 3,000 waliuawa
na wengine walioshindwa wakalazimika kuomba uhifadhi katika miji mbalimbali. Baada ya ushindi wa ajnadain, Khalid bin Walid kwa kupitia barua moja akamtumia hata Abubakar habari njema ya vita inayosema kwamba assalamu alaikum, mimi nakupatia taarifa kwamba sisi tulipigana na washirikina na wao walikuwa wamekusanyika majeshi makubwa zidi yetu katika ajnadain, na walikuwa wamerusha misalaba yao na walikuwa wamebeba vitabu vyao na walikuwa wamekula kiapo cha Allah kwamba wao hawatakimbia mpaka watu angamize au watu toe kutoka miji yao, watufukuze kutoka miji yao. Na sisi pia tukiwa na imani na tawakkal juu ya Allah tukatoka na kisha tukawashambulia kwa mikuki na upanga na kisha tukapigana nao. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha msaada wake na Mwenyezi Mungu akatimiza ahadi yake na akatujaalia ushindi zidi ya makafiri, na sisi tukawaua katika kila njia iliyopana na kwenye mlima na sehemu zingine, na katika kuijaalia dini yake ushindi na kuwaangamiza maadui. Sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu. Barua hii iliposomwa mbele ya Abubakar, wakati ule yeye alikuwa kwenye maradhul maut, na habari hiyo ikamfurahisha sana. Yeye akasema kwamba alhamdulillah, sifa zote njema zinamhusu Allah ambaye amewasaidia Waislamu na kwa kupitia hiyo amenijaalia kiburudisho cha macho yangu. Kuhusu vita vya ajnadain imeendikwa kuna ibham kwamba hiyo ilitokea lini. Wengine wanasema kwamba ilikuwa imetokea katika zama za Umar, na kuna ufafanuzi wake nataka kuweka mbele yenu kama inavyosemwa kwamba ilitokea lini. Zipo riwaya mbalimbali. Sawa na riwaya moja, vita hii ilitokea mwaka wa 13 hijria, siku 24 au 20 au 34 kabla ya kifo cha Abubakar, na wengine wanasema kwamba hiyo ilitokea katika zama za Umar mwaka wa 15 hijra. Sawa na wahakiki wetu, wao wamesema na wazo hilo ni sahihi kwamba vita hii ilitokea mara mbili katika eneo la ajnadain. Mara ya kwanza ilitokea katika zama za Abubakar radhiyallahu anhu na mara ya pili katika zama za Umar, kwani katika baadhi ya vitabu vya historia majeshi ya Kiislamu yaliyoelezwa ni tofauti. Vita ilitokea mwaka 13 hijra, kiongozi wake alikuwa Khalid bin Walid, na vita ilitokea mwaka 15 hijra, kiongozi wake alikuwa Amr bin As. Mwenyezi الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.